Asa mlee mtoto katika njia impasayo na hata iache atakuwa mzee. Sasa wewe umemlea mtoto, umelea mtoto unakatelekeza tu kameshikwa huku kameshikwa huku kameshikwa huku. Mtoto ana miezi mitatu amevaa kwa ujui mtoto aishaharibika ameuza. Kwa sababu mama hujafanya majukumu yako. Kwa jina naitwa Christina Daniel, ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya mji Njombe. Ni mratibu wa dawati la uwezeshaji kiuchumi ambalo linasimamia mafunzo mbalimbali ndani ya halmashauri na kuwezesha wananchi. Leo hii hapa kata ya Kifanya iliyoko ndani ya halmashauri ya mji Njombe tulikuwa na tukio la kutoa mafunzo kwa mabinti balehe na baadhi ya wajumbe viongozi wa jukwaa la wanawake Kifanya. Hivyo basi leo hii tulikuwa na shughuli ya kutoa mafunzo haya, na mafunzo haya yalikuwa na mada mbalimbali zilizowasilishwa na wakufunzi. Na wakufunzi alikuwepo daktari ambaye alielezea magonjwa ambukizi na nyemelezi, na pia kulikuwa na afisa maendeleo ya jamii aliyeeleza fursa mbalimbali. Kulikuwa na wakufunzi kutoka nje ya halmashauri ambao tuliwaalika kuja kuongea na wanafunzi hawa ambao ni binti balehe ambao wanatoka shule mbalimbali zilizoko maeneo ya kata ya Kifanya, tukiamini ya kwamba ni wanatoka sasa wanaenda kuwa mama, wanaenda kuwa mabinti wakubwa na wanatoka kwenda kwenye vyuo mbalimbali, wanahitaji elimu mbalimbali. Kulikuwa na elimu pia ya ujasiriamali, kulikuwa na elimu ya ukatili wa kijinsia ambapo tunavyoona sasa hivi ukatili wa kijinsia huko katika mazingira mbalimbali, yawe ni katika jamii zetu, mashuleni na maeneo ya kazi pia. Kwa hiyo tumeona kwamba ni sahihi kuwapa hawa vijana elimu mbalimbali za ukatili. Na baadhi ya elimu mbalimbali zilizotolewa nyingine ni jinsi ya hawa watoto kujitambua na kujithamini na kujiamini, kujengewa uwezo wa kujiamini, kujitambua na kujithamini, kwa sababu wao ni mabinti wa kesho. Wanaweza kutengeneza maisha yao leo kwa kujitambua na kujiamini kwamba wanaweza na wanajua wakisimama katika nafasi zao wataweza kushika nafasi mbalimbali na kufikia malengo yao. Jukwaa hili tuliloliona leo limeundwa maeneo mbalimbali, tukisema katika kata zote 13 za halmashauri. Na hili ni agizo la Mheshimiwa Waziri Gwajima ambaye anasisitiza sana, na lengo lake kuu ni kupata elimu kwa watu wote, wajitambue, wajithamini na wafikie malengo yao kimaendeleo, na hata pia waweze kupata haki zao za msingi. Kata ya Kifanya ni mojawapo ya baadhi ndani ya halmashauri yetu ambao tumechukua kama tuanze nao kwanza, kwa mfano kutoa mafunzo haya, lakini tuna imani ya kwamba mafunzo haya yatakuwa ni mwendelezo wa majukwaa mengine yote, ili waweze kupata ubora ama umuhimu wa kujua kwamba majukwaa haya yanatakiwa yafanye nini. Tunategemea kutoa mafunzo ya vitendo. Tulishafanya awali mafunzo ya vitendo ambayo walitengeneza sabuni za vipande, sabuni za maji, utengenezaji wa batiki na mafuta ya kujipaka. Lakini sasa tumeona ili tuweze kuwakuza vizuri, tunatakiwa tena tulete mafunzo mengine, na wameomba mafunzo ya kutengeneza wine. Na tumeona ni vyema tuwape mafunzo hayo kwa sababu sasa hivi wameweza kujinua na saizi wana sehemu ya biashara ambayo wameshailipia, itakuwa ni sehemu ya kutengeneza uchumi wao, na pengine baadaye wataweza kusimama zaidi na kufanya mambo makubwa ya kiuchumi ndani ya jukwaa.